Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Kwa muda huu ambao dunia inaendelea na hali za kivita siku baada ya siku, huku hofu ya vita ya tatu duniani ikiwa mioyoni mwa watu, tunakuja kukumbushia watu mataifa ambao ni salama kukimbilia endapo kukiwa na vita vikubwa kama vita ya kwanza na ya pili duniani. Ukitaka kufahamu mataifa haya na kujiandaa kwa safari ya usalama, basi subscribe channel ya Kasako Media ufurahi zaidi. Kitengo cha UNILAD kwa kuzingatia faharasa ya amani duniani iliandaa orodha nchi ambazo zingekuwa salama kiasi iwapo kutatokea vita vya kimataifa, ikizingatia mambo kama vile eneo la kijiografia, miungano ya kijeshi, kutoegemea upande wowote, umbali kutoka kwa malengo yanayowezekana na vifaa vya ulinzi vya raia, na kujitosheleza kwa msingi wa chakula na nishati. Ingawa mustakabali hauwezi kutabirika kikamilifu, ripoti hii inatoa marejeleo muhimu kwa wale wanaojali kuhusu mazingira salama ya kuishi. Zifuatazo ni nchi salama zilizoorodheshwa bila mpangilio maalum. Nchi ya kwanza ni Uswisi. Uswisi umedumisha kutoegemea upande wowote kijeshi kwa muda mrefu, na eneo lake la milima hufanya iwe vigumu kuvamiwa na ardhi. Nchi hiyo ina hatua kamili za ulinzi, ikiwa na nafasi kubwa zaidi ya chini ya ardhi kuliko idadi ya watu wake, na mifumo ya kujichuja na usambazaji wa umeme inayopatikana kwa urahisi, na kuifanya iwe tayari kwa usalama iwapo vita vya nyuklia vitatokea. Nchi ya pili ni Iceland. Iceland haina jeshi lililosimama na ina malengo muhimu machache, hasa njia za anga. Kwa sekta yake imara ya nishati mbadala, Iceland inatumia kikamilifu mandhari yake ya volkeno, ikitegemea karibu kabisa nishati ya jotoardhi na umeme wa maji kwa ajili ya kujitosheleza kwa nishati. Nchi ya tatu ni Argentina. Umbali wa kijiografia wa Argentina kutoka maeneo yenye mvutano wa kisiasa ya Ulaya, Marekani kaskazini na Asia, pamoja na ardhi yake kubwa ya kilimo, huipa usalama imara wa chakula wakati wa vipindi vya kuvurugika kwa biashara duniani. Nchi ya nne ni Madagascar. Taifa hili kubwa la kisiwa lililoko nje ya bara la Afrika halina hatari kubwa ya kivita kutokana na kutengwa kwake kijiografia. Miundombinu yake midogo pia inalifanya lisivutie kimkakati. Nchi ya tano kwenye orodha hii ni Paraguay. Paraguay ina thamani ndogo ya kimkakati, lakini kilimo chake kimeendelezwa vizuri na kina uwezo wa kujitegemea endapo kutakuwa na vita vikubwa duniani. Nchi ya sita ni Mongolia. Ingawa imeunganishwa na Urusi na Uchina, Mongolia haina thamani kubwa ya kimkakati na ni taifa la wahamiaji linalojitegemea sana. Nchi ya saba ni Fiji. Mbali na Australia, Fiji inatengwa kijiografia na haina thamani yoyote vitani. Hata hivyo, ina miundombinu huru na rasilimali za chakula, na kuifanya kwa nchi inayoweza kukaliwa hata katika hali mbaya sana. Nchi ya nane kwenye orodha hii ni New Zealand. Kwa idadi yake ndogo ya watu na rasilimali nyingi za kilimo, New Zealand ambayo iko mbali kijiografia na ikiwa na kipaumbele kidogo, ni chaguo jingine salama la kufikia utoshelevu wa chakula. Nje ya orodha hii, acha nikukumbushe kwamba bara la Antarctica ni tupu kabisa. Hivyo kwa wakati wa vita kukimbilia huko ni salama, ila ni salama kwa kivita tu, maana mazingira yake ni mateso ya baridi na chakula. Hizo hapo ni nchi salama, ukiachilia mbali Afrika Kusini ambayo inahesabiwa kwa nchi yenye ardhi yenye rutuba inayotoa chakula na rasilimali zinazohitajika. Vilevile Chile ikihesabiwa kwa nchi yenye utajiri wa rasilimali na ina miundombinu ya kisasa inayoweza kusaidia kuishi kwa mahitaji ya watu wake. Bhutan inahesabiwa kuwa nchi isiyo na upande yenye maisha ya kufikiri, imejitegemea na uzoefu mkubwa wa dunia.
Kwa upande mwingine, Greenland ikihesabiwa kwa nchi kubwa yenye barafu, ina rasilimali za asili na mazingira yanayoendeshwa bila kemikali, ambazo katika orodha ya The Economic Times zilionekana kuwa salama kwa upande pia wa kiuchumi endapo kutakuwa na vita vikubwa duniani. Usalama wako ni mikononi mwako ili kujitafutia sehemu salama endapo kutakuwa na vita vikubwa duniani ambavyo vitakwenda kutikisa nchi nyingi. Ili kupata habari zaidi, jiunge na Kasako. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.